Habari zenu ndugu zangu wa Kongomani popote pale mlipo, kwa majina naitwa Hussein Kubwa na hii ni Congo News hapa Cleveland, Ohio, Marekani. Nimekuja kuwapa tahadhari vijana wenzangu ambao mnaorudi Afrika kwenda kuenjoy, kwenda kusalimia, kwenda kurefresh mind, kwenda kuangalia kile ambacho labda umekimisi, kwenda kula maisha kwa lugha nyingi ambazo zinazotumika pale sisi vijana tunapotaka kurudi Afrika. Tukumbuke wazee wengi huwa hawana tamaduni za kwenda Afrika au kurudi Afrika kwenda kusalimia. Sisi vijana ndo bado tuna nguvu, bado ndo tunajua uzuri wa Afrika. Unataka uende urefresh mind, uangalie kile ambacho ulichokiacha, usalimie ndugu, marafiki, vitu kama hivyo. Sasa sio kila mtu ambaye utakaenda kusalimia kule Afrika atakuwa ni mtu ambaye amekupenda au amependezwa na wewe kuja hapa Marekani. Kwa hiyo unapoenda Afrika inatakiwa usiwe mtu wa kutangaza. Unatakiwa uwe mtu ambaye ni msiri pale unapotaka kusafiri kwenye sehemu ambapo unajua watu ambao waliopo hapa wana shida, maisha ni magumu, washawahi kukupigia simu ukakosa kuzipokea hizo simu, ni ndugu ambao uliishi nao lakini hujawahi kuwasaidia. Mambo huwa ni mengi sana, ndugu ambao ushawahi kuvutana nao kuhusiana na masuala ya misaada. Kwa hiyo unapoenda kwenye sehemu kama hizi ambazo ulizoea kuishi na kuna watu wengi ambao wanaokujua na wewe unawajua, natakiwa utumie umakini mkubwa sana, kwa sababu kuna watu wengi ambao walienda huko Afrika salama tu vizuri, walikuwa wana afya nzuri, lakini wakarudi hapa Marekani wakakaa hapa miezi michache, wakawa ni watu ambao wanaugua, na wengine sasa hivi wapo kwenye wapo kwenye afya mbaya sana, na wengine wamepoteza maisha kutokana na safari hizi za kwenda Afrika kurudi hapa Marekani. Kwa hiyo ukienda Afrika inatakiwa uwe makini sana. Hii ni tahadhari ambayo nimeitoa kwa Wakongomani wengi ambao tunapendaka kwenda Afrika kwenda kusalimia ndugu, lakini tuwe makini, kwa sababu sio kila mtu ambaye tutaenda kumsalimia anapenda ule ujio wetu ambao sisi kwa upande wetu tunaona ni kitu kizuri, lakini kwao wanaona kwamba unaenda kuwakomoa. Kwa hiyo ukienda huko Afrika jitahidi uwe makini, kwa sababu hapa sumu zinatumika nyingi sana. Kuna mtu anaweza akakupa mkono, kumbe ni mkono wa sumu. Kuna mtu ambaye unaweza ukatumia naye chakula, akanuia kile chakula, ukaja umekula sumu. Kuja hapa Marekani, matibabu ya sumu hapa Marekani ni ngumu sana kuyatatua kwa vipimo hapa vya kizungu. Kwa hiyo kuna magonjwa ambayo unaweza ukaleta huko Afrika, hapa Marekani ikawa ngumu sana kupata madawa. Na ndio maana wakati mwingine tunaona sisi ambao tumetoka Afrika, kuna maradhi ambayo unaweza ukawa unaumwa hapa Marekani ukaanza kutuma madawa huko Afrika tena. Sasa mtu ambaye ana maradhi ambayo unahitaji dawa ambazo zinatoka Afrika, sasa ukishaenda Afrika ukipewa haya maradhi ukiwa huko, ni hatari sana kwenye afya yako na ni hatari sana kwa maisha yako. Kwa hiyo mimi nakushauri kwamba ukienda Afrika inatakiwa uwe makini sana. Kuna jamaa mmoja hivi huwa ni mbembe, aliendaga huko Afrika, anapostigi video zake huko TikTok, sehemu ambapo anapofika nasemaga babembe muliuli, babembe wanebeni. Nafikiri wale ambao mmezoea kutembelea mitandao ya TikTok, nafikiri mshawahi kukutana naye. Anaendaga huko Afrika, sehemu yoyote ile ambayo anayofika, ana upload video, anatuma TikTok. Nafikiri mimi napendaga kile anachokifanyaga, lakini sio bahati, hiyo ni bahati yake. Wewe unaweza kujaribu kitu kama hichi, kutangaza kipindi utakapoenda Afrika, ukaja wewe sio mzima hapa Marekani. Na ukiangalia hata kitamaduni za sisi wa Afrika, watu ambao wanaokunywa pombe, kwa sababu jamaa huwa anatumia pombe, watu ambao wanaokunywa pombe huwa wakutani na majanga kama haya, kwa sababu watu ambao wanaokunywa pombe huwa wana asilia ya kununulia wenzao pombe. Yani ni watu ambao wana tabia hizo za kuwa kama wema. Sasa wewe kama ni mtu ambaye sio mwema na usaidiaji vijana ambao umeishi nao au watu ambao ulionao karibu au uliokuwa nao karibu huko Afrika, alafu kaja hapa Marekani ukarudi tena kule, hawa watu hawatakuona na jicho nzuri. Kwa hiyo ukitaka kwenda sehemu kama hizi inabidi utumie njia ambazo zitakufanya wewe uepuke na sumu, uchawi,
jambo lolote lile ambalo wanaweza kukufanyia, wanaweza kukutafutia majambazi. Na hata hivyo, hili swala la kurudi limejikita tena hata kwa masuala ya uwekezaji. Pale unapowekeza pesa zako kwa Afrika, kipindi zile pesa zako zitakuwa hazipo, au ule ambao umempa ile biashara akuendesha hiyo biashara vizuri, alafu akikuona wewe umerudi kule kwenda kufanya uchunguzi wa kile ambacho kinachoendelea pale, unaweza ukarudi sio wewe tena, unaweza ukatafutia wa majambazi, unaweza ukauawa, unaweza ukapewa sumu, unaweza ukafanyia kitu chochote kile kibaya, ili usiende kudai hivi vitu ambavyo wewe umevituma. Na hii imeniletea sakata hili la kusema kwamba kuna watu ambao sisi tunawajua walienda huko Afrika kwa upande wa mahusiano, kuna ambao walienda kwa upande wa biashara, masuala ya ujenzi, kwenda kudai au kuangalia kile kitu ambacho walichokuwa wanakifanya, wakaenda kukuta kule hakuna kitu chochote. Wakaenda kukuta vile vitu ambavyo vilivyokuepo kule, ndugu wamevitumia, ndugu wameharibu. Kama ni biashara hazikuenda kama vile walivyofikiria. Taarifa ambazo walikuwa wanapewa zilikuwa ni taarifa za uongo. Kwa hiyo wewe kijana ambaye unaenda Afrika kuenjoy, unaenda Afrika kusalimia, jitahidi kuwa makini kuangalia ni nani ambaye unaenda kumsalimia, uhusiano gani ambao ulionao kwa watu ambao utakaoenda kuwasalimia au kupiga nao story kama unavyosema, au kuenjoy nao maisha. Hakikisha umehakikisha sehemu ambapo unapoenda au watu ambao unaoenda kukutana nao ni watu ambao watakufikisha hapa Marekani wewe ukiwa salama kama vile ulivyoenda. Ukishaenda huko ukikutana na jambo lolote lile baya, usiseme hujaambiwa. Kama umepitia chaneli hii ya Congo News, hii ni chaneli ya Wakongomani. Sio kusema kwamba kila mtu ambaye yupo Afrika ni mtu mwenye roho mbaya au anaweza akakupa sumu, sijasema hivyo. Lakini asilimia ya watu wengi waliopo Afrika wana wivu, wana roho mbaya, na hata hivyo tamaduni za sisi Wabembe, Wakongomani wa kabila la Wabembe, tuna tamaduni za kuwa na wivu na kuua wenzetu kutokana na mafanikio walionayo au hatua ambazo wamezipiga kimaisha. Na wewe unaweza ukafikiri kwamba kuja hapa Marekani sio mafanikio. Wao kule wanajua wewe upo hapa Marekani una pesa. Ukiwaambia watu wa Afrika kwamba una pesa, watu kubali. Ukiwaambia watu wa Afrika kwamba maisha yako ni magumu, watu kubali. Sasa ukishaenda kule, wanajua wewe umetumia gharama kwenda kule. Kwa hiyo pale unapokutana na hawa watu, kuna mawili, wao watu wema au wao watu ni waovu kwako na wakusababishia matatizo ambayo yanaweza kukupelekea wewe uiage dunia, kama taarifa ambazo tulizonazo na ndugu ambao waliotoka Afrika tumewazika kutokana na taarifa hizi ambazo ninazokuambia kwenye video hii. Wewe kijana, kwenda kusalimia watu sio kitu kibaya. Kwenda kuangalia ndugu, kuenjoy maisha ya Afrika sio kitu kibaya, lakini angalia watu ambao utakaoenda kuwasalimia ni watu wema. Kama ni wema, basi hiyo ni bahati yako. Kama ni wabaya na unaona kwamba dalili zote zinaonyesha kwamba hao watu wanaweza kufanya jambo lolote lile baya, kwa sababu hujawasaidia, kwa sababu hamuelewani, kwa sababu unaenda kudai mali zako, kwa sababu unaenda kudai biashara ambazo umezifungua, kwa sababu unaenda kuangalia mashamba ambayo hawakununua, sababu unaenda kuangalia kiwanja ambacho umenunua lakini hawakukinunua. Hizo ni sababu ambazo zinaweza zikafanya hao watu wakachukua maamuzi ya kukuua, na wewe ukakuja huko Afrika, huko Marekani ushakuwa ni mtu ambaye upo dead person. Wewe ni mtu ambaye tayari umefariki. Unaishi kivuli, lakini kivuli chako kimebaki huko Afrika. Hayo mambo yapo, uchawi upo, watu wenye roho mbaya wapo, watu ambao hawakutakii mema wapo. Kwa hiyo unaposafiri, safiri huku ukiwa makini. Kama ni kulala, lala sehemu ambapo unajua kutakuwa kuna usalama. Sehemu za hoteli, chukua hoteli ambapo kuna mlinzi. Kaa sehemu ambapo unajua kutakuwa kuna usalama wako. Na kama utatembelea ndugu, tumia mbinu ambazo unazozijua kuwatembelea ndugu, ili uepuke na hizi changamoto ambazo nilizokuambia kwenye video hii. Sio kila mtu ambaye upo Afrika ni mtu mwenye roho mbaya, ni mchawi au anakutakia wewe mabaya, lakini mtu ambaye hana maisha ndiye ambaye huwa ana idea za kuua. Mtu ambaye maisha yake ni magumu ndo ana idea za kichawi. Hauwezi ukawa mchawi na una pesa, haiwezekani. Mtu ambaye hana maisha ndo huwa anayetaka wewe
ndo ambaye huwa ana wivu na kile ambacho ulicho nacho. Kwa hiyo ukienda Afrika, jitahidi kuwa msiri. Fanya safari zako kimya kimya, na kama utaangalia ndugu au utaenda kusalimia ndugu, hakikisha una uhusiano mzuri na hao watu ambao unaoenda kuangalia.